Hello Tabora, jiji lililobarikiwa asali na ukarimu wa watu. Karibu kwenye mitano ya nguvu ya ZVP Online. Hili ni tukio la kihistoria linalofanyika kila mwaka kwa ajili ya kusherehekea mafanikio ya ZVP Online kwa wadau na wafuatiliaji wake. Hapa utapata burudani safi za kasida kutoka kwa waimbaji wenye level za kimataifa, na wazungumzia Huraira Classic Tanzania kutoka Dar es Salaam, pamoja na kupata nasaha kutoka kwa masheikh mbalimbali nchini, chakula, vinywaji na burudani nyingi mbalimbali. Huu ni mtoko uliokamilika kwa ajili ya familia, ndugu, jamaa na marafiki kuja kuenjoy na kujifunza. Ni tarehe 13 ya mwezi wa 9, 2024 kwenye ukumbi wa Citizen Hall Tabora mjini, kuanzia saa 1 kamili za jioni mpaka saa 6 kamili za usiku. Kwa kiingilio cha VVIP 50,000, VIP 30,000 na kawaida ni shilingi 20,000 tu. Usipange kukosa hii. Chukua tiketi yako. Kifo cha mwanachuoni mmoja kina nguvu zaidi kuliko vifo vya wenye kuabudu 1,000. Kifo cha mwanachuoni mmoja kina nguvu zaidi, kina athiri zaidi kuliko vifo vya wenye kuabudu tu 1,000. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo tumefiwa, kama alivyosema Sheikh wa mkoa. Hesabu zinatuonyesha karibu tuliweza kuwakumbuka wanazuoni 15 katika mwaka huu. Lakini katika mwaka huu lazima ujue tuko katika mwezi gani. Tuko katika mwezi wa 8 bado. Tuko katika mwezi wa 8. Yaani tangu kuanza mwaka mpaka mwezi huu wa 8 wanazuoni 15. Ni msiba ulioje katika ardhi ya Tanzania, ni msiba ulioje juu ya Waislamu wa Tanzania. Kwa kweli Sheikh Salim maarufu Mtimkavu alikuwa mtu mcha Mungu sana. Alikuwa mtu wa tarika, alikuwa mtu wa dawa. Kisha Mungu alimpa kipaji cha kusema. Alikuwa na uwezo wa kusema na maneno yake yalikuwa na athiri katika nyoyo za Waislamu. Tumemkosa shekhe wetu, tumemkosa mwenzetu, tumekosa mtu wa aina yake. Jana nilisema pale katika mazishi kwamba idha mata alimun thalimat fil islami thulmatun la yasudduha shay'un ma dama as-samawati wal ardh, ma damat as-samawati wal ardh. Asema akifa mwanachuoni unaingia kea, kunaingia ufa katika Uislamu, ufa ambao hauwezi ukazibwa na kitu chochote kabisa. Ile ma damat as-samawati wal ardh maana yake kabisa, muda wa kudumu mbingu na ardhi maana yake ni kabisa. Hakuna kitu kingine kitakachokuja ikaweza kuziba ufa ule. Kutakuwa na mashekhe wapo, lakini hawatakuwa aina Sheikh Salim. Watakuwa na wao wana aina zao, lakini aina ya Sheikh Salim hatuwezi kuipata tena. Ladha aliyokuwa nayo hatuwezi kuipata tena. Kwa hiyo haya ni mambo makubwa kabisa yametokea. Anasema min alamati saa mautul ulama wal akabir, katika jumla ya alama za kiyama ni kule kuwa na vifo vingi vya wanazuoni na watu wakubwa. Wanazuoni wanakufa mpaka watu wenye akili ndio watajua kuna kitu gani. Wale ambao hawawezi wakazingatia, hawaoni kule kufa kwa wanazuoni jambo la kawaida tu. Leo kuna miji ukienda unasikitika. Mimi mwenyewe nikienda nyumbani Tanga huko, ukiingia tu pale mjini unajiwa na vitu vingi kichwani. Sababu Sheikh Muhammad Ayubu hayupo, Sheikh Suleiman Mbwana hayupo, Sheikh Muhammad Dhikri hayupo, Sheikh Ahmed bin Juma hayupo, Sheikh Ali Muhammad al-Bukhari, Sheikh Muhammad al-Bukhari hayupo, Sheikh Said bin Ali al-Bukhari hayupo, Sheikh Kinero hayupo, Sheikh Ali Gunda hayupo, Sheikh Ahmad Zubair hayupo.
Sheikh Abdallah Ayubu hayupo, na juzi hapa tumemkosa Sheikh Muhammad Bakari Al-Burhani hayupo, ndugu yake alikuwa mwanachuoni Sheikh Rashid hayupo, Sheikh Muhammad bin Suleiman hayupo, Sheikh Shabani Hariri hayupo. Sasa unaingia katika ule mji, zamani hao watu wote wapo, ukienda unaonana nao, unawazuru. Sheikh Jumbe hayupo, maarufu mjini Sheikh Jumbe, shughuli zote anafanya yeye, hayupo. Sheikh Sharifu Hashim Al-Musawa hayupo. Allahu Akbar. Haya mambo makubwa kabisa. Hivyo hivyo katika miji yote, hata Dar es Salaam hapa kuna watu wengi hatunao, ambao kwa kwao mji unauona umetulia na umenona ule mji. Leo hawapo, wanazuoni wote wameondoka. Kutabaki nani? Kutakuwa na kheri gani? Kuna kitu gani kitalinda miji? Na wenye kulinda miji hawapo, wameondoka. Saru wa marajau, watu wa tarika wana kasida zao zile zinaelezea namna ya mauti, sema wamekwenda na hawatarejea tena, ndio ushakwenda tena hivi. Sasa leo ukienda Arusha kadhalika, tafuta watu kidogo. Mimi siku nyingine nafika nyumbani, natoka, sina kuzungumza naye. Kwa mfano nikienda Tanga, yule nikazungumza Sheikh Muhammad Khatib Goda na Sheikh Mabruki, lakini wameondoka watu wengi. Hapa Dar es Salaam kuna sehemu kwa sisi tunakwenda tunakutana, hakuna mambo hayo sasa hivi. Kile unaoona haswa kwa baraka yetu sisi, unaona vijana tu, kama Walidi, unaona nani, umeeleweka uzuri sasa. Lakini wewe unajisikia hali ngumu sana. Sasa leo Sheikh Salim jinsi alivyokuwa anatusaidia katika mambo ya dawa, anafanya kazi kubwa. Wallahi ni mtu, alipotoka kwao Mombasa huko, alikuja Korogwe, aliishi sana Korogwe, akawa ndiye mkubwa wa msikiti mkuu wa Ijumaa, anasomesha, anafanya hivi, analeta dhikri, anafanya hivi, mpaka alipoona aondoke kuhamia Arusha. Athari yake pale hakuna mtu ambaye haijui, na kwa mkoa mzima wa Tanga hakuna ambaye haijui. Jamani, wasia wangu leo ni lazima tufanye fikra kubwa ya kusikitika, kuwahimiza vijana wetu hao wasomeshe sana, kwa sababu nguvu, kusomesha ni nguvu bado wanazo, wasomeshe sana, ili kuacha nafasi ya watu watakaorithi mambo ya mashekhe hao. Kila kitu wasomeshe tu, na somesheni tu bilbalash, msitegemee kupewa kitu, kwa sababu wale waliotangulia hawakutegemewa kupewa kitu. Sheikh Salim huyu hajapewa kitu, lakini anafanya kazi yake ya dawa bila kuwa mashekhe. Na hali hiyo leo Uislamu ungekuwa katika hali ngumu sana, na Waislamu hawajui umuhimu wa wanazuoni. Wanaona ni kama watu wa kawaida tu, wanawasalisha, wanawatolea mawaidha, wanawafanyia shughuli hizi na zile, lakini kwamba huyu ni mwanachuoni, ana nafasi gani mbele ya Mungu, watu hawani vitu vya namna hiyo. Inaweza vikaonekana kama hivi, kitokea msiba kama huu ndio utaona. Kwa hiyo wasia wangu, tushike nyayo za mashekhe zetu waliotangulia, na Sheikh Salim huyu tushike nyayo zake. Alikuwa ni mtu wa tarika, twende naye katika mambo ya tarika. Alikuwa ni mtu wa dhikri, twende naye katika dhikri. Alikuwa ni mtu wa dawa. Sijawahi kumuona mimi kuwa hajafanya jambo, yani akiamka dini, akilala dini. Lakini kuna watu wanaamka hapa biashara, anaamka shughuli zake nini, mabasi na hivi, anakwenda Zambia nini, ndio kazi yake, mpaka Ijumaa ndio anaonekana msikitini, ndio dini inaonekana, au kwenye vipindi hivi vya swala, vipindi vitano. Basi hawa ni katika watu ambao akiamka dini, akilala dini, yani hakuna nafasi ya kitu chochote isipokuwa dini. Hata ukimkuta barabarani hivi anakwenda kushughulikia dini, labda anasuluhisha watu, afanye kaitwa, ni dini tu.
Je, wewe ukiamka una dini? Mpaka ukifika wakati wa kulala una dini, unalala nayo ile dini? Wewe huoni kama hao ni watu wakubwa kabisa? Akipita Sheikh Salim barabarani, unaona Uislamu ule unapita, maskini. Unaona Uislamu kabisa, Uislamu ule unapita. Ndio natakiwa watu wa namna hiyo wabaki. Sisi sote tutaondoka, hakuna kitakacho baki. Ad-dunya imbaqiyat lak lam tabqa laha. Ulimwengu huu hata kama utakubaki wewe, lakini wewe huwezi ukaubakia. Na ukubaki ulimwengu ni kuwa mzuri kwako. Atatka dunia bihadhafiriha, yani ulimwengu wote kwako ni mambo mazuri, kila unachotaka unapata. Lakini tatizo la ulimwengu huwa ni unatema viumbe. Tafikia mahala kiumbe lazima utemwe na ulimwengu, hauna haja na wewe tena, lazima uondoke. Na ukiondoka ulikuwa ala dhahri al-ard, sasa unakuwa fi batni al-ard. Ni mabadiliko tu, kwamba ulikuwa katika mgongo, sasa unakuwa katika tumbo. Na huko nako kuna maisha yanaitwa hayatun barzakhiyya, maisha ya kibarzakh. Barzakh ni baina ya dunia na kufufuliwa. Maisha ya hapo inategemea umeyafanya nini, umefanya kazi gani inayokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi basi Sheikh, maana nakuja kutoa machozi bure. Mashekhe kama hawa kusikiza habari zao tena na kwa wanaondoka, basi unaona habari nzito sana. Mwenyezi Mungu amghufirie shekhe wetu, amrehemu shekhe wetu. Amin. Ajalie kabri yake kuwa ni rawda min riyadil janna, isiwe hufrata min hufari nira. Na sisi atusamehe sote na atustiri sote, na wale watakosafiri na mwili wa shekhe, Mwenyezi Mungu afikishe salama na aweze kufanya kazi ya kutajihizi ya shekhe vizuri. Na tuendelee Tanzania nzima kumwombea Mungu. Hakuna Tanzania asiyemjua huyu. Maana akitokea mtu akisema hamjui, kama ni Mbeya, Iringa, tunamuuliza sasa, wewe Muislamu wa namna gani? Umjui Sheikh Salim? Sasa Muislamu wa wapi wewe? Muislamu mwenye kushughulika masuala ya Kiislamu lazima utamjua Sheikh Salim alivyokuwa. Kwa Mwenyezi Mungu ajalie, amfungulie milango ya mbingu, na ajalie amlakinie hoja zake, na sisi tuweze kuiga nyayo zake. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.